Moja kati ya habari kubwa duniani kwa hivi sasa ni Irani kuitishia Ukraine kwamba itajibu shambulizi kufuatia meli yake ya kibiashara kushambuliwa na jeshi la anga la Ukraine katika bahari ya Caspian na kusababisha kifo cha mwanamaji mmoja pamoja na wengine watatu kujeruhiwa. Unajua, tukio hili kwa mujibu wa taarifa zilizopo lilifanyika tarehe 25 Julai 2026 siku ya Jumamosi katika bahari ya Caspian, ambapo ndio meli hiyo ilishambuliwa na jeshi la Ukraine. Unajua, kuna mvutano mkubwa kati ya nchi ya Ukraine pamoja na Urusi tangu mwaka 2022 hadi hivi sasa. Na bahari ya Caspian ni bahari ambayo inaunganisha nchi tano. Moja ni Urusi, kaskazini magharibi mwa Urusi, lakini nchi ya pili ni Kazakhstan, nchi ya tatu ni Turkmenistan, nchi ya nne ni Iran ule upande wa kusini, na nchi ya tano ni Azerbaijan magharibi, mji mkuu wake wa Baku uko kwenye mwambao wa bahari ya Caspian. Unaweza ukaona mtazamaji kupitia ramani hii ambayo nimekuwekea hapo kwamba hizi ni nchi tano ambazo zimeizunguka bahari ya Caspian. Hivyo kuna biashara ambayo imekuwa ikifanyika kwa muda mrefu sana kati ya Urusi pamoja na Irani kwa kutumia njia ya bahari, ambayo bahari yenyewe inayotumika ni hii ya Caspian. Sasa katika tukio hili ukilitazama kwa kina mtazamaji, endapo Irani itaamua kulipa kisasi kwa Ukraine, mimi na wewe tunaweza kujiuliza swali kwa pamoja, nini ambacho kitatokea? Lakini mimi nakupa majibu au uwezekano wa kile ambacho kitatokea endapo Irani itaamua kulipa kisasi kwa Ukraine. Moja, hatua hii inaweza kufungua uwanja mpya wa vita, kwa sababu Ukraine imekuwa ikipambana na Urusi. Lakini sasa kitu ambacho kitatokea hapa, endapo Irani itaingia moja kwa moja dhidi ya Ukraine au itaamua kufanya mashambulizi dhidi ya Ukraine, vita hivyo havitakuwa tena kati ya Moscow na Kiev pekee, lakini vita hivi vinaweza kubadilika na kuwa mgogoro unaounganisha Ulaya Mashariki pamoja na Mashariki ya Kati. Jambo hili linaweza kuilazimu Ukraine kugawa rasilimali zake za kijeshi katika maeneo mengi zaidi. Hii itailazimu Ukraine kugawa rasilimali zake za kijeshi katika maeneo mengi zaidi. Labda kama mashambulizi yatakuwa makubwa, huenda labda rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky naye akaamua kuendeleza operesheni zake za kijeshi dhidi ya meli za Iran katika bahari ya Caspian. Lakini jambo la pili ambalo linaweza kutokea ni ushirikiano wa Iran na Urusi unaweza kuongezeka kwa kasi. Kuongezeka vipi? Kwa sababu Irani inaweza kuhitimisha kwamba njia bora ya kulipiza kisasi si kuishambulia Ukraine moja kwa moja, lakini inaweza kufanya mambo yafuatayo. Moja ni kuongeza uzalishaji na usambazaji wa droni, lakini mbili ni kushirikiana zaidi katika teknolojia za makombora, tatu kubadilishana taarifa za kijasusi. Haya yote kwa neno moja tunaweza kuita kwamba ni kuongeza msaada wa kijeshi kwa Urusi ili Ukraine iadhibike zaidi na zaidi. Matokeo yake ni nini? Urusi yenyewe inaweza kupata nguvu mpya kabisa katika uwanja wa vita dhidi ya Ukraine. Jambo la tatu ambalo huenda likatokea ni Ukraine inaweza kujikuta inapambana na maadui wawili kwa wakati mmoja. Tangu mwanzo wa vita, Ukraine yenyewe imeiona Irani kama mshirika wa Urusi kutokana na madai ya usambazaji wa droni aina ya Shahed. Shahed ni moja kati ya droni ambazo Urusi anazitumia sana kwenye vita yake na Ukraine, na droni hizi zinatengenezwa nchini Iran, lakini inasemekana kwamba Urusi imepewa teknolojia na Jamhuri ya Kiislamu ya Irani juu ya droni za Shahed. Ni moja kati ya droni bora na imara sana ambazo kwa mujibu wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba Ukraine ndiye bingwa au babalao wa kutungua droni, kwa sababu ni kweli kuna baadhi ya droni za Shahed zilikuwa zikidunguliwa na mifumo ya ulinzi ya kujilinda au ya kujikinga ya Ukraine katika vita vinavyoendelea kati ya nchi hizo mbili, Ukraine pamoja na Urusi. Sasa kama Irani yenyewe itaamua kujibu kijeshi, Kiev italazimika kujiandaa kukabiliana na vitisho kutoka pande mbili tofauti, yani Urusi pamoja na Iran. Je, itaweza kufanya hivyo? Mimi na wewe mtazamaji hatujui, lakini jambo hili linaweza kuongeza gharama kubwa ya vita na kuhitaji msaada mkubwa zaidi kutoka kwa washirika wake wa magharibi. Jambo la nne ambalo huenda likatokea, NATO na Marekani zinaweza kuingia kwenye maamuzi magumu.
Kivipi? Sasa hapa, iwapo Iran itashambulia maslahi ya Ukraine moja kwa moja, Marekani na washirika wa NATO watakabiliwa na swali gumu. Je, wataongeza msaada wa kijeshi kwa Ukraine au wataepuka hatua zinazoweza kusababisha mgongano wa moja kwa moja na Irani? Jibu la swali hilo linaweza kubadili mwelekeo wa siasa za kimataifa kwa kiasi kikubwa sana. Marekani amepigana vita na Irani kwa siku nyingi kidogo, kuanzia mwezi wa pili wamepigana sana, zikafika siku 40 wakasitisha, lakini bado vita vikaendelea tena hapo katikati baada ya MOU kuvurugika. Mashambulizi pia yamefanyika katika siku zilizopita hapo, katika siku 13 mfululizo Marekani amefanya mashambulizi nchini Iran. Kwa hiyo unaona bado Marekani alikuwa na wigo mpana zaidi. Kwa hiyo unaona bado kabisa kumbe Marekani anaweza kuingia kwenye mtego mwingine kupitia hawa washirika wake wa NATO, kwa sababu Ukraine kwa kiasi kikubwa sana anapewa msaada mkubwa na NATO kwenye vita kati yake na Urusi. Ikiwa Iran ataamua kufanya hivyo, moja kwa moja NATO na Marekani zinaweza kuingia kwenye maamuzi magumu zaidi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini jambo la tano ni bahari ya Caspian inaweza kuwa eneo jipya la mapambano. Kivipi? Unajua, kwa muda mrefu bahari ya Caspian, mtazamaji, imekuwa ni njia muhimu sana ya usafirishaji wa bidhaa kati ya Iran na Urusi. Wanatumia bahari hiyo kama njia mojawapo ya usafirishaji kati ya nchi hizo mbili, kwa sababu iwapo mashambulizi yataendelea, meli nyingi zinaweza kuanza kuogopa kupita katika eneo hilo. Jambo la pili ni biashara kati ya Iran na Urusi inaweza kuathirika kwa kiasi fulani. Lakini jambo la tatu, mataifa yanayozunguka bahari ya Caspian yanaweza kuongeza ulinzi wa kijeshi. Hapa kuna mataifa matano kama hapo awali nilipokuambia kwamba mataifa gani ambayo yanayozunguka Caspian ni kuna Urusi, Kazakhstan, Turkmenistan, Irani yenyewe na Azerbaijan. Kwa Urusi ni kwenye upande wa kaskazini magharibi, ndio upo karibu kabisa na bahari ya Caspian kwenye mwambao ule. Lakini Kazakhstan ni kaskazini mashariki na ina pwani ndefu zaidi kwenye bahari ya Caspian. Ukiangalia kwenye ramani, mtazamaji, hapo unaweza ukaona kwamba Kazakhstan pwani yake kidogo ni kubwa, yani imezunguka sana kwenye ncha kubwa kabisa ya bahari ya Caspian. Lakini kwenye Turkmenistan ni upande wa mashariki, lakini Iran ni upande wa kusini. Ukiangalia kwenye ramani hapa utaona kabisa ni karibu na eneo la Rashti pamoja na eneo la Gogan. Lakini ukija kwa upande wa Azerbaijan, yenyewe ni kwenye upande wa magharibi, mji mkuu wake ni Baku ambao uko kwenye mwambao wa bahari ya Caspian. Hii kwa kiasi kikubwa ingeifanya Caspian kuwa moja ya maeneo mapya yenye mvutano mkubwa duniani, kwa sababu kila upande utaimarisha ulinzi, kila upande utajihami. Yani kwa sababu meli zilikuwa zinapita hapa katika maeneo haya, huenda zikakumbana na mashambulizi, kwa sababu nchi zote hizi nilizokutajia tano zinatumia bahari ya Caspian kwenye upande wa kibiashara. Meli zinapita hapa kwa kiasi kikubwa sana, hususan hapa Azerbaijan ambapo mji wake mkuu wa Baku upo karibu kabisa na pwani ile ya bahari ya Caspian. Kwa hivyo kama mvutano ukiendelea, basi itakuwa ni shughuli pevu sana. Lakini jambo la sita ambalo huenda likatokea ni kwamba Iran inaweza kutumia mbinu zisizo za moja kwa moja, kwa sababu historia inaonyesha kwamba Iran mara nyingi huchagua kujibu kwa njia ambazo hazitangazi vita rasmi. Baada ya shambulio la moja kwa moja dhidi ya Ukraine, inaweza kuongeza mashinikizo ya kidiplomasia, kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na washirika wake, au kuchukua hatua nyingine ambazo zinazolenga maslahi ya Ukraine bila kutangaza vita wazi. Na hii inaweza kuifanya hali kuwa ngumu zaidi kutabiri. Lakini kingine, mtazamaji wa Zone Media, ikiwa mashambulizi haya yatafanyika moja kwa moja katika bahari ya Caspian, kwa kiasi kikubwa sana eneo lote la bahari ya Caspian watakaoathirika si Iran wenyewe tu au Ukraine wenyewe, bali hata hizi nchi zote tano zitaathirika kwa kiasi kikubwa sana. Yani hapa cha msingi ni kwamba mvutano huu unahitaji suluhisho la haraka zaidi ili usiweze kuanza na kupanuka, kwa sababu sidhani kama Ukraine itavumilia labda kama mashambulizi yakifanyika moja kwa moja kutokea nchini Iran kwenye ardhi yake au kwenye chochote kile ambacho kinaihusu nchi ya Ukraine. Sidhani kama Rais Volodymyr Zelensky atakaa kimya, ataona ni mwanzo wa yeye kuanzisha vurugu ili kujua kwamba NATO atakuja kumsaidia baadaye na Marekani kupitia Rais Donald Trump anaweza kuwa mtetezi wa Ukraine. Basi mtazamaji wetu, kwa uchambuzi huo wa kina, kuna mengi ambayo yatakujia siku hii ya leo. Cha msingi ni kuweza kuwa karibu nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.